Waheshimiwa wakuu wa mikoa, Mheshimiwa Balozi, niko hapa kutoa ujumbe wa Mheshimiwa Doto Biteko, waziri wetu wa madini, kwa dharura ambayo imetokea ya kitaifa. Wamehitajika kwenye kikao maalum na yeye akaniomba nimsaidie kutoa kauli yake, lakini ni kwa kuwa na mimi ndio mwenyeji, ili kuokoa muda huu nitautumia kutoa kauli, lakini vile vile kuwakaribisha katika mkoa wetu, lakini vile vile nitambue uwepo wa jamaa zangu, ndugu zangu wa karibu, na ningeomba hata wao wasikike angalau kwa dakika moja. Nikianza na mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Shinyanga, dada yangu Yasinta Mboneko, mkuu wa wilaya ya Shinyanga, amemwakilisha mkuu wa mkoa. Karibu, angalau tukusikie sauti yako. Na mambo haya yalivyo, usione tumekuwa wakuu wa mikoa ndio tulikotoka huko, majaribio haya. Karibu hapo. Madini oye! Madini yetu. Hii slogan ilitokea Shinyanga. Wanasema madini yetu tuyalinde, yatatutoa tu. Mnasahau ile tu. Haya, tuanze upya. Madini yetu tuyalinde, yatatutoa tu. Kwa majina naitwa Jacinta Mboneko, ni mkuu wa wilaya Shinyanga, lakini pia niko hapa kumwakilisha Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Shinyanga. Shinyanga oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nitoe salamu za shukrani kwa wachimbaji wote na wafanyabiashara wote ambao mnaendelea kulichangia taifa letu katika pato la taifa. Hongereni sana wachimbaji wote. Na msione fedha hizi zinakwenda kufanya kazi kwa ajili ya Watanzania wote. Kwa hiyo tuendelee kuchapa kazi, lakini pia niombe sana tutumie fursa hii ambayo tumepewa na serikali kupitia kwa balozi wetu nchini China. Tuitumie vizuri, tujifunze, lakini pia tuige yale mazuri ambayo tutaenda kuyafanya katika maeneo yetu ya uchimbaji. Niwatakie kila laheri na mafanikio mema katika mwaka 2020. Asante sana Mheshimiwa mgeni. Nimkaribishe sasa mkuu wa mkoa wa Kagera. Unajua yeye ni askari, kwa hiyo ameshasimama kabla hata sijamtaja. Madini yetu. Kuna wengine wanafikiri Kagera hakuna madini. Wanafikiri kuna kahawa tu, senene. Tunaye madini. Tunaye madini maalum kabisa ya tini. Jina maarufu bati na dhahabu. Lakini tini ni very unique sababu inapatikana Kagera peke yake kwa sasa katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini imekuwa na changamoto. Kwa tuwezi kuchimba kisasa, wachimbaji wadogo wako kule, wana changamoto nyingi. Hawana teknolojia, hawana mitaji. Na kwa changamoto hiyo, kwa uchimbaji ule mdogo, kumekuwa na changamoto nyingine inajitokeza pale ya kupenyeza tini ile kwenda nchi jirani ambako wanatafuta masoko. Sasa uwepo wetu hapa leo ni kujaribu kutafuta suluhu. Tunataka kuona tini tunaichimba kisasa, inaongezwa thamani, yatafutiwa masoko, lakini kubwa zaidi, tini ambayo inapatikana nchi za jirani, Kongo, Burundi, Rwanda, wailete, tuongeze thamani Tanzania, tutengeneze ajira, tutengeneze kodi kubwa. Kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa, niko hapa kuangalia uelekeo huo na ndugu zangu wa Kagera pamoja na wachimbaji wote ambao kwenye dhahabu Geita kule tunawakaribisha pia kwenye tini. Karibuni sana. Mkaribishe sasa kinara wetu wa uchimbaji, mkuu wa mkoa wa Geita, naye aweze kusema neno. Karibu sana engineer. Mheshimiwa Balozi, wachimbaji wote nusu ya hapa wanatoka Geita wako hapa. Na mimi ndio mtetezi wao namba moja. Kwa hiyo kikao hiki ambacho kinafanyika hapa Mwanza, kwanza ni kwa heshima. Kiongozi wetu kwenye kanda ya Ziwa ni John Mongela. Tunamheshimu mno. Huyu ni mshauri wetu, kiongozi wetu, na Geita imezaliwa na Mwanza. Kwa hiyo ninakuja hapa mimi kwa nidhamu
Ndio maana kikao hiki cha kipekee kimefanyika hapa. Kikao kijacho, Mheshimiwa Balozi, kitafanyika kwenye manispaa tarajiwa ya Geita. Tunajenga ukumbi wa kisasa wenye hadhi ambao sasa hata hapa kuna viyoyozi, utakuwepo Geita. Kwa hiyo tutaomba sasa Mheshimiwa Balozi utuletee hao wawekezaji kutoka China, waje wachimbaji wetu wengine hawana uwezo wa kupanda ndege kwenda kule, wako wachache ambao ni wadogo na watetea kidogo. Wanaoweza kwenda ni kama rais wa shirikisho na wengine kidogo makatibu, lakini wa kule Geita wachache wanahitaji kidogo nguvu. Kwa hiyo ombi langu kama mkuu wa mkoa wa Geita, mwaka huu tutakuwa na maonyesho tena ya 3 ya teknolojia ya uchimbaji wa madini. Kwa mwaka wa 3 mfululizo, tuna miaka 4 ya kuonyesha maonyesho hayo, ni ya kipekee mno na ya kimataifa. Mheshimiwa Balozi, na kuomba wadau wote wanaotaka dhahabu, wanaotaka kushirikiana na wachimbaji wetu kuingia ubia kwa vyovyote vile, lakini pia na kuongeza kwenye mnyororo wa thamani wa dhahabu. Dhahabu hii ambayo tunaiuza wachimbaji wetu, wanaonunua wanapata faida ya ziada. Kwa hiyo tupate wawekezaji ambao watafungua viwanda vya kuongeza mnyororo wa thamani wa dhahabu. Na hata wachimbaji wetu wengi wanadhulumiwa, kwa sababu dhahabu yako isipokuwa 100%, unaambiwa ni 80%, unalipwa fedha ya 80%, ili 20% ni madini, nayo yana fedha, hawapewi hizo. Lakini tunajenga sasa hivi refinery ambapo hata ile madini mengine wataweza kunufaika. Kwa hiyo mimi ombi langu ni hilo, kwamba kwenye mnyororo wa thamani wanaweza wakatengeneza mikanda yenye baadhi ya vyuma ambavyo vimechanganywa na dhahabu, kuna pochi, mabegi ya pekee. Kwa hiyo inaweza hata yakauzwa nchi mbalimbali. Kwa hiyo Geita tunaona ni sehemu ya kimkakati, na ninapoongea Mheshimiwa Balozi, kuna maeneo ya viwanda. Tumeanza na ekari 100. Kama kuna mwekezaji anayetaka kuja kuongeza thamani kwa kuungana na wachimbaji hawa, tunampa eneo bure. Lipo eneo, tunamwekea umeme, tunamwekea maji, na saizi umeme unapelekwa kwenye ile eneo, na kufyeka tumeshaanza kuliandaa. Kwa hiyo Geita iko tayari kuruka kwa kuwatumia wachimbaji hawa. Wachimbaji hawa wanahitaji tu kusaidiwa kidogo, kusogezwa, kukutana na watu ambao ni makini, sio matapeli. Wakikutana na wawekezaji makini, lengo na kiu yangu kama mkuu wa mkoa wa Geita, miongoni mwa matajiri wakubwa Tanzania na Afrika Mashariki kuja SADC huku watatokea Geita. Hawa hapa potential yote wanayo, kilichopo ni kuwasukuma kidogo tu waweze kufikia kwenye maeneo hayo ya kuweza kufanikiwa. Ndugu zangu, awali ya yote kwanza nilete salamu za balozi wa China Tanzania. Ilikuwa awepo hapa leo pamoja na sisi, lakini kama mnavyofahamu, siku ya leo ndio siku ya mwaka mpya wa China. Wenzetu mwaka mpya sio Januari 1, mwaka mpya ni leo. Kwa hiyo wanaanza mapumziko yao ya wiki nzima, kila kitu kimefungwa, na balozi naye amekwenda kupumzika na familia yake katika siku hii muhimu. Lakini ameniambia nilete salamu nyingi na niwaahidi ushirikiano wake, na yale yote tutakayozungumza leo hapa atakuwa tayari pamoja na timu yake ya ubalozi kuyatekeleza. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naomba niruhusu nitumie fursa hii kutoa pongezi za dhati kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli kwa kutimiza ahadi aliyoitoa katika hotuba yake ya kufungua Bunge mwaka 2015 mwezi Novemba, ambapo alielezea kwamba moja ya hatua atakazofanya ni kuhakikisha kwamba sekta ya madini nchini inakuwa na tija na manufaa kwa taifa. Hatua ambazo Mheshimiwa Rais amezichukua katika kipindi cha miaka 4 zimethibitisha kwamba ametekeleza ahadi aliyodhamiria. Ni wazi kwamba ameweza kuhakikisha kwamba tunajenga uchumi wa nchi yetu kwa kuwawezesha wananchi, hususan wafanyabiashara wazawa, na kwa sekta ya madini wachimbaji wadogo wananufaika na rasilimali hii. Nyote ni mashahidi kwenye mkutano wenu mwaka jana, kama ilivyoelezwa hapa, hatua zimechukuliwa za haraka za kupunguza kodi kutokea 30% hadi 7.5%. Hii ni ushahidi wa namna ambavyo serikali yetu inajali wachimbaji wa mdogo wa madini. Pia
niruhusu nitoe pongezi kwa Mheshimiwa Waziri wa Madini na wasaidizi wake wote kwa usimamizi mzuri wa sekta ya madini nchini. Kwa kweli matunda ya kazi yao ipo wazi na inaonekana. Na mwisho, ndugu zangu, niwapongeze nyinyi wenyewe wachimbaji wa madini na wafanyabiashara wa madini kwa ushirikiano mkubwa ambao mmeutoa kwa serikali yenu. Mimi naamini kama nyinyi msingetoa ushirikiano, mafanikio tunayoyasema leo yasingepatikana. Kwa hiyo tunawashukuru na kuwapongeza sana. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, haya mafanikio tunayoyasema ni vizuri kuyasema kwa numbers, sababu kuna baadhi ya watu wanabeza mafanikio haya. Leo hii mapato ya serikali ya mrahaba yameongezeka kutoka kwenye milioni 150 hadi kufikia bilioni 335 kwa mwaka jana. Na mapato haya tuliyopata kwa sababu ya nyinyi wadau kuitikia wito wa serikali wa kushirikiana nayo na kulipa stahiki zote za serikali. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wiki iliyopita nilikuwa Arusha na nilikuwa na mkutano na wadau wengine wa madini kupitia chama chao cha TAMIDA, Tanzania Mineral Dealers Association. Kwenye mkutano ule niliwaeleza pamoja na mafanikio tuliyoyapata ndani ya miaka 4 ya kuongeza mapato ya serikali katika sekta ya madini, bado kuna fursa zaidi ya kupanua mchango wa sekta ya madini katika pato la taifa. Na niliwaeleza sasa hivi tunaongelea bilioni 335 na nasikia kwa mwaka huu itaongezeka mpaka bilioni 400. Mimi niliwaeleza tukishirikiana pato la serikali katika sekta ya madini linaweza likafika trilioni 1. Swali ni je, tunafikaje kwenye trilioni 1? Majibu ya swali hili ni matatu. Kwanza ni kuwajengea uwezo wachimbaji wadogo na wakati kupata mitaji na teknolojia ili waweze kuongeza uzalishaji. 2 ni kuendelea kuvutia wawekezaji katika sekta ya madini ili waweze kuingia ubia na wawekezaji wa ndani kwa ajili ya kuongeza uzalishaji. Na 3 ni kutafuta masoko mapya ya madini yetu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nichukue fursa hii kuhakikishia wadau wa madini kwamba sisi kwa upande wetu katika balozi zote, sio balozi wa China tu, balozi zote za Tanzania nje ya nchi kupitia Wizara ya Mambo ya Nje, tupo tayari kushirikiana na wadau wote serikalini na katika sekta binafsi kutekeleza hizi hatua 3 nilizozieleza. Na kuwaheshimia mabalozi katika mataifa mengine wamenituma niwaelezeni kwamba wapo tayari na wao kutafuta masoko, na wao wapo tayari kutafuta mitaji, na wapo tayari kutafuta teknolojia, na wametaka waunganishwe na FEMATA ili tuwe na mpango wa pamoja wa ushirikiano wa kutekeleza malengo haya. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mimi ni balozi wa China, kwa hiyo lazima nizungumzie ya kwangu. Wenzangu watakuja kwa wakati wao pia watazungumza. Ubalozi wangu wa China, wa Tanzania nchini China, tunapenda kushirikiana na wadau na tupo tayari kushirikiana na wadau wote ili tufikie lengo letu la kuongeza mapato ya taifa kupitia sekta ya madini. Na kwa upande wa kuwajengea uwezo wachimbaji wadogo kimtaji na teknolojia ili waweze kuongeza uzalishaji, ubalozi umejipanga kuchukua hatua zifuatazo. Na baada ya hizi hatua tumeshaanza kuzitekeleza. 1, tumeshaanza kubaini makampuni ya China yanayotengeneza teknolojia za uchimbaji wa madini zilizo imara, zinazoendana na mazingira yetu na zinazouzwa kwa gharama nafuu, ili tuweze kuwapatieni taarifa hizo nyinyi wachimbaji na hatimaye tuwaunganishe na makampuni hayo ili muweze kufanya mazungumzo. Hili tumeshalifanya. 2,
tumeanza kuzungumza na taasisi za bima za China kama vile Sinosure kuomba watoe dhamana kwa makampuni yao yanayozalisha hii mitambo ya uchimbaji ili yaweze kuwapatieni teknolojia hizo kwa mkopo. Hiyo bima itoe dhamana, kampuni za China zisupply kwenu, provided upande wetu serikali itatoa guarantee kwamba hawa ni watu tunawatambua na wanaweza wakakopesheka. Tatu, tumeanza kuzungumza na taasisi za fedha za Tanzania, hususan mabenki, kuona jinsi gani zinaweza kuwakopesha wachimbaji wadogo ili waweze kununua teknolojia, ili mradi tu wahakikishiwe kwamba malipo ya fedha za mauzo ya madini zitafanywa kupitia mabenki yao. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwenye hili nafurahi kukutaarifu kwamba wiki iliyopita nimekutana na mkurugenzi mkuu wa CRDB Bwana Majid, na vile vile jana nimekutana na mkurugenzi mkuu wa NMB dada Zaipona. Wote wamenihakikishia utayari wa benki zao kusupport sekta ya madini kwa sababu wanaona na wenyewe wana biashara kubwa wataweza kufanya ndani yake. 4. Hatua nyingine tunayochukua ni kuzungumza na baadhi ya makampuni yanayonunua madini nchini China ili kuwashawishi ya wakopeshe wachimbaji wadogo wadogo zana na teknolojia za uchimbaji kwa maelewano maalum ya kuwauzia madini hayo baada ya kuwa wameshachimba kupitia masoko yetu ya madini. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hili napenda nafurahi kueleza kwamba kampuni moja ambayo ni ya serikali wameeleza wako tayari tuwaunganishe na Wizara ya Madini waone hii arrangement wanaweza wakaifanyaje, kwa sababu China kuna appetite kubwa sana ya kununua madini ya dhahabu hasa, na mnunuzi mkubwa ni serikali. Kwa hiyo wanatafuta means mbalimbali za kuona watapataje madini, na hii ni moja ambayo njia wanaweza wakaifikiria na kuitumia. Na njia ya 5 kwa wale wachimbaji wakubwa, maana tulikuwa tunaongelea wachimbaji wadogo, lakini pia tunataka pia tuwe na Watanzania pia waingie kwenye uchimbaji mkubwa, sio tu kuishia kwenye uchimbaji mdogo. Ipo njia mojawapo ambayo tunaweza tukaitumia. Ngoja niwaambieni siri moja. Mnapoyaona haya makampuni makubwa ya uchimbaji wa madini, wakina Barrick, wakina nani, wanapokuja hapa kuchimba, sio kwamba zile hela wanakuja nazo kuwekeza hapa ni za kwao. Zile ni hela ambazo wanaziraise kwenye masoko ya mitaji katika nchi zao. Actually, wakisaini mkataba na serikali, ule mkataba wao tu ndio guarantee ya kujiregister kwenye stock exchange ku raise capital. Sasa kama wao wanafanya, kwa nini sisi kwenye mali tusifanye? Nimejifuatilia hili na nimejifunza kumbe kuna uwezekano tukipata taasisi za fedha za Tanzania mojawapo ikaanzisha kitu kinaitwa special purpose vehicle katika jiji la Hong Kong na kujisajili katika soko la hisa la Hong Kong, tunaweza tukaraise hata $500 billion kwa ajili ya kuinvest kwenye uchimbaji mkubwa. Collateral yetu ni madini yetu, sababu kama Mheshimiwa Rais anavyosema sisi ni matajiri sana. Ni kweli, kwa sababu sisi ndio wenye mali. Sasa ndio waje mtu mwingine anakuja, mkataba wetu tu ndio unamwezesha kuchukua raise capital kwenye stock exchange. Kwa nini sisi wenyewe tusiregister special purpose vehicle ili tuweze kwenda kwenye stock exchange? Duniani kote ndio wanavyofanya. Hakuna mtu anawekeza hela yake ya mfukoni kwenye madini, hakuna kitu kama hicho. Na hata kuwekeza kwenye madini kwa kutumia mikopo ya benki si rahisi. Hii ni njia mojawapo ambayo ningependa Mheshimiwa tuifanyie kazi. Sisi pamoja na wadau wa madini tuone namna gani tunaweza tukawezesha pia kuwa na uchimbaji mkubwa ambao utafanywa na wazalendo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sasa niruhusu nianze kuzungumzia swala la kuvutia uwekezaji katika yale mambo matatu. Ninapenda kuhakikishieni kwamba ubalozi wetu unaendelea na juhudi za kutangaza nchini China fursa za kuwekeza katika sekta ya madini nchini. Tumeshazungumza na makampuni mengi
na mengi yameshaanza kuja na mengine yapo njiani kuja. Na shughuli hii FEMATA ni mashahidi. Mwaka jana mwezi Disemba tulikuwa na mkutano mkubwa wa kuvutia uwekezaji kwenye madini, na baada ya mkutano ule, kama alivyosema mwenyekiti, baadhi ya makampuni yameshakuja na yameshaanza kufanya uwekezaji. Hii ni shughuli ambayo tutakuwa tunaendelea nayo, na jambo la muhimu zaidi ni kuwa na data za watu wachimbaji wa kwetu ili tuweze kuunganisha moja kwa moja. Saa nyingine hii process ya urasimu, nikiona mwekezaji niandike barua Wizara ya Mambo ya Nje, Wizara ya Mambo ya Nje waandikie Wizara ya Uwekezaji, Wizara ya Uwekezaji waandikie TAMISEMI mkuu wa mkoa, too late. Uwekezaji utachelewa. Kwa hiyo tukiwa na database moja kwa moja ni rahisi kuwaunganisha au wafanyabiashara waongee lugha moja. Kwanza saa nyingine sisi watu wa serikalini biashara hatujui. Unajua fedha zile unatetemeka, unababaika, unaona hii haiwezekani, unaanza kujikatalia mwenyewe. Kwa hiyo hili FEMATA na wapeni changamoto tuwe na database ili tuweze kuicirculate kwa wale watu yenye details za majina ya mtu, ana property kiasi gani, potential ni kiasi gani, kama imeshafanyika study na vitu kama hivyo, ili kurahisisha ili zoezi la uwekezaji. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nizungumzie kuhusu swala la kutafuta masoko mapya. Kama mnavyoelewa, China ni soko kubwa la ununuzi wa madini ya aina yote duniani. China ni taifa la pili lenye nguvu kubwa ya kiuchumi duniani. Kwa hiyo mkakati wote wa kutafuta soko lazima tuliangalie soko la China kipekee. Tawaelezeni, mwaka juzi China imenunua tani 1506 za dhahabu kutoka nje. Hiyo ni mbali ya tani 426 ambazo wanazalisha wao wenyewe. Kwa upande wa vito, China ni number 1 buyer wa gemstones. Kwenye hili swala la dhahabu, appetite yao ni kubwa sana kwa sababu serikali ya China ndio inayonunua dhahabu. Wanataka kuwa the number 1 economy in the world. Wanataka sasa waachane na kutegemea currency za watu wengine. Maana gold currency ndio currency ambayo ni ya uhakika. Na malengo yao ndani ya miaka 10 waweze kuovertake hata Marekani kwa kuwa na gold reserves. Kwa hiyo wameamua hata kufuta kodi. Ukiingiza dhahabu kwenye soko la China haitovi kodi yoyote. Na sio hiyo tu, wameanzisha soko maalum la kununua dhahabu linaloitwa Shanghai Gold Exchange, ambalo linafanya kazi masaa 24 ya kununua dhahabu. Hivyo ndugu zangu, soko la China hatuwezi kulifumbia macho. Lazima tufanye kila mbinu kulichangamkia. Sisi kwa upande wetu balozini tumejipanga kuchukua hatua mbalimbali kuchangamkia hili soko. Na njia mojawapo ni kuhamasisha wadau wa madini nchini washiriki kikamilifu katika matukio makubwa ya biashara na masoko nchini China. Na moja ya matukio tuliyojipanga kuhamasisha wadau washiriki ni maonyesho ya 3 ya bidhaa za nje yanayofanyika jijini Shanghai kuanzia tarehe 5 hadi 10 Novemba. Haya ni maonyesho makubwa kabisa yanayofanyika kila mwaka na kuhudhuriwa na wageni wapatao milioni 2. Mwaka jana Tanzania ilishiriki katika maonyesho haya na banda letu lilipata heshima ya kutembelewa na Rais wa Jamhuri ya Watu wa China, Mheshimiwa Xi Jinping, na viongozi wa mataifa mengine. Kabla hili niliweke sawa, katika yale maonyesho Rais wa China alitembelea mabanda 5 tu. Na moja ya mabanda aliyotembelea ni la Tanzania, na lilikuwa ni banda pekee la nchi ya Afrika. Alifanya hivyo kwa sababu ya kutambua mahusiano ya kihistoria na kidugu yaliyojengwa baina ya nchi zetu mbili, lakini kutokana na heshima kubwa alionayo kwa rais wetu Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Zile nchi nyingine ambazo zilitembelewa mabanda yake, marais wao walikuwepo pale. Sisi rais wetu hakuwepo, lakini bado alikuja.
Na alipotembelea pale katika banda letu alikazinia mambo mawili. Moja ilikuwa ni korosho. Alispend muda mwingi kwenye korosho ya Tanzania na ikapata publicity kubwa. Lakini eneo la pili lilikuwa na kwenye Tanzanite. Alivutiwa sana na Tanzanite. Lakini ndugu zangu, niwaambieni ukweli, Wachina hawajui Tanzanite. Sisi tunaweza tukadhani inajulikana, inapatikana Tanzania peke yake, lakini hatujafanya kazi ya kutosha ya kuipromote. Kwa sababu rais mwenyewe alikuwa ananiuliza, "Hii ni Sapphire?" Ambia, "Hapana mzee, hii sio Sapphire." Anauliza, "Bei yake ni kiasi gani? Ni ghali?" Ambia, "Of course mzee, hii ni ghali ya matajiri." Lakini pamoja na majibu niliyompa bado hakuonekana kupata ufahamu vizuri, mpaka nilipoamua kufanya ujanja nikamwambia, "Mheshimiwa Rais, umeshawahi kuangalia sinema ya Marekani inaitwa Titanic?" Akasema, "Hiyo tumeshaiona na alikuwa na wale wengine wale tumeiona." Nikamwambia, "Pale kwenye ile sinema ile ya Titanic, yule mcheza filamu yule Kate Winslet alichora picha ya kidani ambacho wao walikiita Blue Diamond. Ile ni Tanzanite." Wote wakastuka, "Ala, kumbe." Basi tunafahamu. Nachotaka kusisitiza hapa ni nini? Ni kwamba tunahitaji kuitangaza Tanzanite na madini mengine kila mara. Na wala sio mara moja. Huwezi ukawa umeenda kwenye maonyesho ya mwaka jana ukarelax. Hii lazima iwe ni continuous exercise. Kama ambavyo Coca-Cola inafahamika duniani, kila mtu anaijua, lakini wameacha kujitangaza. Lazima tushiriki kwenye maonyesho kwa ajili ya kujitangaza. Sasa maonyesho ya mwaka huu tumejipanga kuwa na banda mahususi la Tanzania la madini. Tunatoa rai kwa wadau wa madini washiriki katika maonyesho ya mwaka huu ili waweze kukutana na wanunuzi. Ile eneo ambalo tumekodisha banda la Tanzania, kutakuwa na wageni takribani 500,000 watakaotembelea. Mimi naamini katika watu 500,000 huwezi ukarudi mtupu. Mbali na dhahabu, soko la China lina mahitaji makubwa ya madini na vito vya aina nyingine. Kwa mfano, almasi inafahamika. Hiyo almasi una haja kupiga debe, inafahamika. Kama unayo utapata soko. Katika gemstones, ruby, sapphire, emerald, tourmaline zinaitakiwa sana. Lakini zilizo mashuhuri sana ambazo ukienda nazo leo utapata soko immediately. Kuna madini yanaitwa, sijui jinsi unavyotamka, maenge spino. Spino na saphirite. Mwenye spino na mwenye saphirite kule watamkimbilia kama mpira wa kona. Ndugu zangu, nirejee rai kwenu. Maonyesho haya yanaratibiwa na TanTrade. Tuliomba TanTrade waje leo hapa ili waweze kuhamasisha ushiriki wa watu wa madini katika maonyesho yanayokuja. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mbali na maonyesho ya Shanghai ya mwezi Novemba, ninafurahi kuwajulisha kwamba mwezi ujao tarehe 24 kutakuwa na ziara mahususi ya wafanyabiashara wa madini kutembelea China kwa madhumuni ya kutafuta fursa mbalimbali za sekta ya madini katika jimbo la Zhejiang. Kwa jina naitwa Juma Kidese, ni mjumbe wa chama cha shirikisho la wachimbaji Tanzania. Dakika moja, nenda kwenye. Asante. Mimi nilikuwa napendekeza kwa sisi wachimbaji, kwa muda mwingi kumekuwa na longolongo kwamba hatukopesheki na wenzetu wa taasisi za benki ambazo wako sasa hivi. Tukiwa kwenye vikao kama hivi, wana lugha nzuri mno ya kututoa matumaini. Sasa nilikuwa natoa ombi angalau na sisi tuwe na benki ya wachimbaji kama jinsi ilivyo benki ya wakulima na mifugo na kadhalika. Mimi ndio pendekezo langu hilo na sisi. Sekta yetu ni kubwa, iko vizuri. Asante sana. Kwa jina naitwa Christopher Kadeo, ni mchimbaji, vile vile ni mwenyekiti wa chama cha watafutaji na wachimbaji madini mkoa wa Geita.
ulichokiongelea ni sahihi, nami nimekuwa nikitoa ushauri mara kwa mara vyombo mbalimbali ili tuwe na uchimbaji endelevu na wale waweze kuelewa tunachokifanya. Wenzetu wa China wanapokuja kwenye migodi, wanapotaka kufanya kazi na Watanzania, hawataki kufanya utafiti wa kina, na sisi ni ugonjwa ambao tulionao. Tuna maeneo mengi ambayo hatujui thamani yake, tulichonacho hatukijui. Kwa hiyo niombe tu kwamba utakapokuwa unazungumza ukiwa China na ile makampuni, wajenge tabia ya kufanya tafiti pamoja na sisi, na zile tafiti tuzielewe, ili tunapoingia ubia tuingie ubia kwenye matokeo ya thamani ya maeneo tulionayo, au hata kama ni kuuza, tuuze thamani tulionayo tunayoitambua, kuliko unaambia nikuuzie eneo ambalo sijui lina nini lakini lina thamani. Nashukuru sana. Asante, tumeeleweka. Femata oye. Mimi naitwa Jennifer Africanus Mwita, ni makamu mwenyekiti wa Mtwalema, pia ni mwenyekiti wa madini ya ujenzi Tanzania. Mimi Mheshimiwa Rais, nilikuwa naomba, mimi mwenyewe ni muhanga katika mabenki, nimepita sana NMB, CRDB wamesema hapa, lakini ukienda ni tofauti, kwa sababu mimi nimeshafanya strategic mpaka strategic plan, kila kitu. Wamenitembelea kwenye migodi yangu ya gypsum ya NIO, lakini wapi, nilikuja kufanya statement iko vizuri, lakini wakasema sisi wachimbaji wa madini miundombinu yetu sio rafiki. Ni kweli, kama sasa hivi ukienda Makanganga kule watu hawapo kwa sababu mvua zinanyesha. Kwa hiyo nilikuwa naomba serikali, kwa sababu inatusikiliza sana sisi wachimba madini, tutengenezewe miundombinu yetu ili iwe rafiki, tuweze kufanya kazi ya uchimbaji miezi 12. Hapo CRDB na NMB watatusikiliza, lakini hapa wanatulemba tu. Asante sana. Asante. Ndugu zangu wa China, ni kweli wako wengi, lakini katika wengi hao kuna matapeli waliopindukia. Mimi ningemwomba Mheshimiwa Balozi, kama itaruhusu na kama sheria itaruhusu, afungue dirisha dogo la wawekezaji kutoka Tanzania watakuwa wanawasaidia moja kwa moja kudili na Wachina. Kwani kudili na Wachina ni kazi ngumu sana na mara nyingi hupelekea hasara kubwa. Mfano, kampuni yetu ya Kusolwa tukiingia makubaliano na mikataba ya Wachina, tukafuata sheria zote za nchi, lakini kufika malipo ya mwisho ya kulipa malipo ya mwisho kwa LC, Wachina wakagoma. Hatutaki kupokea LC yenu kutoka Tanzania, tunataka LC kutoka Marekani. Sasa tukajiuliza, benki na benki ya Marekani, malipo ya kwanza na ya pili mmeyapokea kutoka Tanzania, leo mnakataa. Wakataka. Sisi tukakaa, tumeshalipa 60%, bado 40% tufanye nini? Kabla tafute benki kutoka Uingereza. Tulipata benki Barclays wakakataa, tukapata benki wakakataa, mpaka tulipata benki ambayo wanaitaka wao, ambao sisi hatudili nao kibiashara, na tukafikia makubaliano kwa walipa zile pesa zilizokuwa zimebaki. Kwa mzunguko mkubwa ambao umetusababishia usumbufu mkubwa na gharama zaidi kuongezeka. Na hatimaye pamoja na hayo tuliyofanya, kampuni ile ambayo ni kubwa sana bado ikataka kutuma mainjinia kuja kufanya installation ya vifaa vile. Sasa kupitia matatizo ambayo tumeyapata, na sisi tumetembea katika China yote wauza vifaa vya uchimbaji, tungeomba Mheshimiwa Balozi ufungue dirisha dogo na kusaidia walau wawekezaji tu. Wao wanapita kwako kabla hawajaenda kununua aidha kiwanda au mashine za uchimbaji au mashine za zozote zile za kuhusiana na construction na kadhalika, ili kuepusha wizi ambao tumekuwa tukifanyiwa na makampuni ya China. Ndugu zangu wa wachimbaji, tunahitaji sana China ili kukuza uchumi wetu wa uchimbaji, kwa sababu ukitaka kufunga planti ndogo ya uchimbaji, ukaenda kununua labda Canada, ukaenda kununua South Africa, ukaenda Australia na nchi zingine kama zinazotengeneza heavy equipment za mine, gharama yake ni mara 10 ya gharama unayoipata nchini China.
Kwa hiyo tunahitaji China kudili nao ili iweze kutusogeza kuweza kukuza uchumi wetu hasa kwenye sekta ya madini. Hivyo ningeomba Mheshimiwa Balozi, hili utafute namna yoyote unaweza kufungua dirisha dogo kwa ajili ya kusaidia Watanzania tu wanaotaka kuwekeza na kununua vifaa vya uchimbaji nchini China. Lakini kama hutafanya hivyo, Mheshimiwa Balozi, utaendelea kuibiwa na utaibiwa sana. Na hata sisi ni watu ambao tumeibiwa na si mara moja. Tulishawahi kununua kaboni kontena 3 tukaletewa mkaa na poda. Tumefuatilia ile kampuni kuiona hata hapo isipatikana tena. Kwa ulichosema kwamba Watanzania wanaibiwa, ni kweli wanaibiwa na tutaendelea kuibiwa, lakini tukuombe tu hili ulifanyie kazi. Lakini la pili ni kutafuta namna bora kama nilizozungumzia kwamba unaweza kupata kampuni ya insurance ya China ikakubali kutukopesha direct vifaa na kuinsure yenyewe ili tuweze kupata mkopo direct kutoka kwa makampuni ya China. Tunapokuja kwetu hapa, mabenki yetu ni tatizo. Mheshimiwa Balozi, nikuhakikishie na nikwambie ukweli kwa mkoa wa Geita na nia ya kuwekeza na kutoa wachimbaji wako tunaendelea, lakini kupitia mabenki yetu ni changamoto. Wamekuwa wakidanganya, wanasema hakuna feasibility, wachimbaji hawana feasibility, hawajafanya exploration, hawana data za exploration, hawajitambui. Nataka kuhakikishia huo ni uongo na visa ambavyo wamekuwa wakifanya kwa havina ukweli. Hata kama umefanya exploration, una data, una reserve, una kila kitu na hata umeanza kazi, watakwambia hatudili na mine kwa sababu ni high risk. Tumekuwa na tatizo ambalo ni kubwa na ambalo litaendelea kutusumbua kiasi kwamba kufikia mafanikio kupitia benki kwenye uchimbaji wetu hapa Tanzania ni changamoto kubwa na ambayo inatufanya tusogee mbele ya kueleza katika ukuzo wa uchimbaji nchini Tanzania. Hivyo ni kuomba Mheshimiwa Balozi, wachimbaji wako na waona ndani wanao nia ya kuhakikisha wamekuwa wachimbaji wakubwa na kupanda kutoka kwenye uchimbaji wa kutumia moko. Lakini tunafikaje kama benki yetu kama hawezi kusupport? Lakini kama tukipata makampuni ya China yatakopesha direct na kwa kuwa insured kutoka China, ninaamini utakapokuja utakuta mavieti yamepaki yote hapo nje, wachimbaji wakiwa wamefanikiwa na wameendelea. Hivyo Mheshimiwa Balozi, nikuombe, umesema umekuwa ukizungumza na makampuni ya benki kama CRDB na NMB, ni aibu hata kusema waliyofanya, kwa sababu sijui, mimi si tapeli, lakini wamefanya vitu vya ajabu ambapo mimi siwezi kuelezea hapa, maana itawavunja moyo wengine. Lakini nikuombe tu serikali kama serikali na wewe Mheshimiwa Balozi na wakuu wa mkoa ambao uko hapa, mwendelee kuzungumza na mabenki haya ili yaamini kwamba uchimbaji ni biashara kama biashara nyingine, na asiingie huko na kuamini kwamba uchimbaji ni riski. Biashara yote ni riski. Hata ukinunua basi unasuli itaanguka, hata ukinunua lori unasuli itapata shida. Biashara yote hata kama ni mkulima utalima mahindi yakaungua yasiive. Kwa hakuna biashara isiyo na riski. Kuamini biashara ya madini, biashara kama biashara nyingine, na inaweza kusogeza kipato na benki kafanya biashara. Watoe hizo nadharia kwamba madini ni mali ya shetani, madini ni mpaka ule ndao, madini ni vitu ambavyo wanafikiria tu bila maana. Uchimbaji, mimi binafsi nimelima lakini sikuwahi kununua hata pikipiki kutokana na kilimo. Lakini nimenunua gari na magari kutokana na biashara ya madini na sijaenda kwa mganga. Kwa hiyo mabenki yatoe nadharia za riski. Mabenki ya Tanzania yako tayari kumkopesha supplier wako. Anaweza supply vifaa mgodini ama chakula ama kadhalika, lakini si kumkopesha mwenye mgodi. Wanasema kumkopesha wewe unafanya kazi zako ni riski. Sasa wanakopesha tegemea kipato kutoka kwako. Kwa kumekuwa na changamoto hasa ya mabenki ya Tanzania kwa sababu hayapendi uchimbaji. Ukiwaambia uchimbaji wanakuwa watu ambao hawasikii, watakutewa tuambie tunataka profile yako, tengeneza business plan, tulete data za exploration, utapeleka vyote na siku ya siku watakataa kwamba tunaona kuna riski kubwa ndani. Hata kama umewekeza 60%, unataka 40% ya mkopo, bado watakunyima na bado watakusumbua.
Hivyo Mheshimiwa Balozi, mimi nilifurahi sana kwa ujio wako huu na hasa unapotupresent kwa Wachina. Jambo jingine ambalo limekuwa tatizo Mheshimiwa Balozi, hususan na Wachina wanaokuja kuwekeza nchini Tanzania, kiukweli hawataki ushirikiano na Watanzania. Wamekuwa ni watu ambao wanatamani kutununua tu, kununua leseni za Watanzania na si kuwekeza na Watanzania. Na inapokuja ishi ya kutaka kuingia ubia na Watanzania, Wachina hawataki. Sasa kwa sababu wewe umekuwa kukutana na Wachina direct, tukuombe kwa niaba ya Watanzania, zungumza na wawekezaji wa China, wanakuja Tanzania waje wawekeze na Watanzania na sio kuja kutununua Watanzania tutabaki maskini. Unapotununua ndugu yangu, utakuwa bilioni 1, utaila within 1 year utakuwa maskini. Na ile utatumia matumizi makubwa kama na bilioni 1 na baada ya hapo utakuwa hauna kitu. Lakini kama utakuwa na pasenti ndani ya mgodi endelevu, hata kama ni asilimia 20-25, ukweli ni kwamba wewe utaendelea kuwa unachuma kidogo kidogo mpaka mwisho wa mradi huo. Na kwa sababu utakuwa umeshapata idea, baada ya hapo utafuta mradi mwingine ambao unao utainvest, utakuwa umeshapata knowledge ya kwa asante. Umeeleweka. Asante sana. Naitwa Baraka Ezekiel, ni mkurugenzi wa Busora Mine, kampuni ya uchimbaji madini ya dhahabu.